Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina kile ambacho kinaendelea kushika hatamu. Miongoni mwa taarifa ni kwamba mjumbe maalum wa Marekani Keith Kellogg amesema usitishaji mapigano wa siku 30 unaweza kufungua njia kuelekea utatuzi wa amani wa mzozo wa Ukraine. Anasema usitishaji wa mapigano wa kina kwa siku 30 utaanza mchakato wa kumaliza mzozo, anaandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema katika mahojiano ya televisheni ya ABC News mapema kwamba endapo kutakuwa na usitishaji mapigano kwa muda mrefu, Urusi inataka usambazaji wa silaha kwa Ukraine ukomeshwe, vinginevyo makubaliano hayo yatakuwa faida kwa Ukraine. Ukraine itaendeleza uhamasishaji wao kamili na kuleta wanajeshi wapya mstari wa mbele. Peskov alisisitiza Ukraine itatumia kipindi hiki kutoa mafunzo kwa wanajeshi wapya na kuwapa mapumziko waliopo, kwa hivyo kwa nini tuipe Ukraine faida kama hiyo, alihitimisha Peskov. Ameongeza kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin anafanya kila wezalo kutatua mzozo huo kwa njia za kisiasa na kidiplomasia. Vile vile, Uturuki iko tayari kutoa mchango wowote, ikiwa ni pamoja na kuandaa mazungumzo ili kuhakikisha usitishaji vita na amani ya kudumu nchini Ukraine. Rais Recep Tayyip Erdogan anamwambia mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron katika mazungumzo ya simu. Anasema Rais Erdogan alisema kwamba mabadiliko ya kihistoria yamekuja katika njia ya kumaliza vita kati ya Ukraine na Urusi, kwamba ni muhimu kutumia fursa hii na kwamba Uturuki iko tayari kutoa mchango wote, ikiwa ni pamoja na kuandaa mazungumzo ili kuhakikisha usitishaji wa mapigano na amani ya kudumu. Utawala wa rais wa Uturuki uliripoti. Erdogan pia alisisitiza kwamba ni muhimu kuendeleza ushirikiano katika mchakato maridadi wa kurejesha mazungumzo ya kudumu ya amani kati ya Ukraine na Urusi na ujenzi mpya wa Ukraine, ilisema taarifa hiyo. Vile vile, vikosi vya wanajeshi wa Urusi vimeshambulia duka la kutengeneza ndege za Ukraine na boti zisizo na rubani na vile vile maeneo ya muda ya kupeleka mamluki wa kigeni katika maeneo 80 baada ya usitishaji vita kwa siku kumalizika, wizara ya ulinzi imeripoti. Kulingana na wizara hiyo, tangu Mei 8 ulinzi wa anga wa Urusi umeangusha ndege 58 zisizohamishika za Ukraine nje ya eneo maalum la operation ya kijeshi. Katika muda wa saa 24 zilizopita, walinzi wa anga wa Urusi walirusha pia mabomu matatu ya JDAM na ndege zisizo na rubani 143 za Ukraine, zikiwemo 8 nje ya eneo maalum la operation ya kijeshi. Wakati huo wanajeshi wa Urusi wanaendelea na operation maalum ya kijeshi hadi mwisho wa usitishaji mapigano ambao ulianza kutumika. Kikosi cha kijeshi cha Urusi Magharibi kimewaangamiza wanajeshi 190 wa Ukraine na kuharibu shehena ya vifaa mbalimbali vya kivita vya Ukraine. Kulingana na taarifa yake, kundi la vita la kaskazini limewaangamiza hadi wanajeshi 200 wa Ukraine na kuharibu kituo cha kutambua shabaha za anga. Vile vile vikosi vya jeshi la Ukraine vimekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano mara 1443, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Hayo yakiendelea, Washington imeidhinisha uhamisho wa makombora 100 kwa mifumo ya ulinzi ya anga ya Patriot na ya makombora 125 ya masafa marefu hadi Ukraine. Gazeti la New York Times limeripoti likinukuu chanzo katika bunge la Marekani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, silaha hizi zimetengenezwa katika ardhi ya Marekani na haziwezi kukabidhiwa kwa nchi ya tatu bila kibali cha serikali ya Marekani. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kwenye mahojiano na televisheni ya ABC News mapema kwamba endapo kutakuwa na usitishaji mapigano kwa muda mrefu, Urusi inataka usambazaji wa silaha kwa Ukraine ukomeshwe. Vile vile, Urusi inawashukuru marafiki zake wa kigeni kwa juhudi zinazolenga kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin anawaambia waandishi wa habari huko Kremlin, nadhani ni dhahiri kwa kila mtu swala la utatuzi wa mzozo wa Ukraine liliibuliwa wakati wa mazungumzo na mikutano iliyofanyika huko Moscow. Tunashukuru kwa wageni wetu wote, marafiki zetu, kwa umakini wao kwa mzozo huu na kwa juhudi wanazofanya ili kusuluhisha, kiongozi huyo wa Urusi alisema. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaamini kwamba pendekezo la mwenzake wa Urusi Vladimir Putin la kuanza mazungumzo na upande wa Ukraine bila masharti halitoshi na halikubaliki kwa Kiev. Anasema hii ni hatua ya kwanza lakini haitoshi. Mazungumzo kwa ufafanuzi hayawezi kufanyika kabla ya kusitishwa kwa mapigano bila masharti, Le Figaro lilimnukuu kiongozi huyo wa Ufaransa akisema. Kwa upande wake, Agence French Press ilimnukuu Macron akisema kuwa haikubaliki kwa Ukraine kwa sababu hawawezi kufanya mazungumzo wakati wanapigwa makombora.
Mkuu wa serikali ya Urusi alizungumza na waandishi wa habari huko Kremlin mapema asubuhi Mei 11. Alipendekeza kwa mamlaka ya Kiev kuanza tena bila masharti mazungumzo ya moja kwa moja ambayo alikuwa amekatiza mwishoni mwa 2022. Vile Ukraine iko tayari kwa mazungumzo na Urusi wapo tu Moscow itakubali usitishaji vita uliopendekezwa na Kiev na nchi kadhaa za Umoja wa Ulaya kuanzia Mei 12. Volodymyr Zelensky anasema kupitia mtandao wa X, ameandika, tunatarajia Urusi itathibitisha usitishaji vita kamili wa kudumu na wa kutegemewa kuanzia Mei 12 na Ukraine iko tayari kukutana, aliandika kwenye ukurasa wake wa X. Hapo awali Rais wa Urusi Vladimir Putin alipendekeza kwa mamlaka ya Kiev kuanza tena bila masharti mazungumzo ya moja kwa moja ambayo walikuwa wamekatiza mwishoni mwa 2022. Vile pendekezo la Rais wa Urusi Vladimir Putin na kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na mamlaka ya Kiev linathibitisha nia ya kweli ya kutafuta suluhu la amani la mgogoro wa Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema hili ni pendekezo zito sana ambalo linathibitisha nia ya kweli ya kupata suluhu la amani, alisema wakati wa matangazo ya TV ya Channel 1 akitoa maoni yake kuhusu mpango huo wa rais. Amani ya kudumu inaweza kupatikana tu kwa mazungumzo mazito, na utayari wa mazungumzo haya sasa umeonyeshwa na kuonyeshwa na Rais wa Urusi, msemaji alisisitiza. Vile Rais wa Marekani Donald Trump, tofauti na Rais wa Faransa Emmanuel Macron, ametathmini vyema mpango wa Urusi juu ya mazungumzo ya moja kwa moja na Kiev. Seneta wa Urusi Alexei Pushkov anasema Trump alitathmini vyema mpango huo wa Russia, tofauti na Macron ambaye aliuita hatua ya kwanza lakini isiyo tosha, kana kwamba ni juu yake kuamua kipi kinatosha na kisichotosha. Pushkov alibainisha kuwa majibu ya Trump kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin ya kutaka mazungumzo ni tofauti kabisa na yale ya Macron ambaye anajaribu kulazimisha masharti yake mwenyewe. Vile Urusi inashikilia kikamilifu mpango katika suala la Ukraine licha ya juhudi za wale waitoa marafiki wa Ulaya wa Volodymyr Zelensky. Senator Andrei Klishas anasema licha juhudi zote za marafiki wa Zelensky, mpango katika suala la Ukraine uko kabisa upande wa Urusi kijeshi na kidiplomasia. Klishas, mwenyekiti wa kamati ya sheria ya katiba na jimbo katika baraza la shirikisho, anasema kwenye chaneli yake ya Telegraph Rais wa Urusi Vladimir Putin amependekeza kuanzishwa tena kwa mazungumzo na kusema kwamba wale wote wanaotaka amani wanapaswa kuunga mkono wazo hilo. Uhasama, vita vinaendelea sasa na tunashauri kuanza tena mazungumzo ambayo hatukuvuruga, aliwaambia waandishi wa habari kwa Kremlin. Wale ambao wanataka amani kweli hawawezi kusaidia lakini kuunga mkono hili. Alitoa shukrani kwa washirika wa kigeni wa Urusi kwa juhudi zao za amani. Vile kutuma ujumbe Istanbul na kuanza mazungumzo ni rahisi kufanya ikiwa Kiev inataka kweli. Msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov anamwambia waandishi wa habari wa VGTRK Pavel Zarubin, pendekezo la mazungumzo bila masharti limetolewa. Wanahitaji kuja na kuanza mazungumzo. Hii ni rahisi sana kama wanataka, bila shaka, Ushakov alisema. Kwa maneno yake, kiwango cha wajumbe bado hakijatangazwa. Vile pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kuanza tena mazungumzo na Kiev linaendelea na mkondo kuelekea uondoaji wa kina wa sababu za mzozo wa Ukraine, na walio wengi ulimwenguni walithamini wazo hilo, anasema Volodymyr Yakushev, naibu mwenyekiti wa kwanza wa baraza la shirikisho. Kulingana na yeye, mpango wa amani wa rais ulionyeshwa kwa wakati unaofaa na ujumbe wake ni rahisi. Urusi haitafuti amani ya muda na iko tayari kufanya kazi kwa dhamana ya chuma ambayo inatarajia kutoka kwa washiriki wengi katika mchakato huo. Vile pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja na mamlaka ya Ukraine huko Istanbul ni makubaliano ambayo yanaonyesha kiini cha diplomasia halisi, sio toleo lake la kulazimishwa. Karin Hessli, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Austria na mkuu wa uchunguzi wa kijiografia wa masuala muhimu ya Urusi, anasema akiongea na waandishi wa habari huko Kremlin mapema asubuhi, mkuu wa serikali wa Urusi alipendekeza kwa mamlaka ya Kiev kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja bila masharti ambayo Ukraine ilikuwa imeingilia kati mnamo 2022. Hessli aliashiria majaribio ya wafafanuzi wa nchi za magharibi kuonyesha tarehe ya mwisho kama jibu la makataa ya muungano wa walio tayari ambao ulikutana mjini Kiev siku ya Jumamosi. Hakuna kitu kama diplomasia ya kulazimisha, aliandika kwenye chaneli yake ya Telegraph. Vile utawala wa Kiev kujibu mpango wa siku ya ushindi wa Urusi kusitisha mapigano na kuanzisha mashambulizi makubwa mara moja. Rais Putin anawaambia waandishi wa habari kwa Kremlin, serikali ya Kiev iliacha pendekezo letu la kusitisha mapigano bila kujibiwa, alisema. Aidha, muda mfupi baada ya kutangaza pendekezo letu
Mei 5 serikali ya Kiev ilianzisha mashambulizi makubwa usiku mmoja hadi Mei 7. Vile vile, msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov amethibitisha kwamba usitishaji vita uliotangazwa na rais wa Urusi Vladimir Putin katika maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi dhidi ya Ujerumani ya Nazi sasa umekwisha. Bila shaka imekwisha. Kwa hakika hatukuona usitishaji vita wa kweli kwa upande wa Ukraine. Je, umefuata matamshi ya rais wa Urusi kuhusu ni mara ngapi yaliyokiukwa na upande wa Ukraine? Alisema wakazi na wageni wa Moscow walishuhudia ukiukaji mwingi wa usitishaji mapigano, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, kufungwa kwa viwanja vya ndege na usumbufu wa huduma za anga. Umeona? Kwa hiyo hakukuwa na usitishaji mkubwa wa mapigano kwa upande wa Ukraine, Peskov alisema. Vilevile usitishaji wa mapigano uliotangazwa na Urusi kuhusiana na kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi dhidi ya Ujerumani ya Nazi ulimalizika usiku wa manane. Rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza kusitisha mapigano mwishoni mwa mwezi Aprili. Volodymyr Zelensky alikataa hadharani mpango huo. Mwisho wa kumnukuu. Vilevile wanajeshi wa Ukraine wamefyatua zaidi ya makombora 20 na mizinga katika jamii za makazi kwenye mkoa wa Kherson mnamo Mei 9. Kituo cha television cha Tavria kinasema kwenye channel yake ya Telegram. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.